Nachukua fursa hii nyingine tena kwa salimu yote mjambo. Amjambo. Kwa sababu singependa msalimia aliye kando, naweza shikwa. Ningependa mtazame tu mwambie the best in Jesus is yet to come. The best in Jesus is yet to come. Na furahi sana kuwaona na asanteni sana kwa kuja kanisani. Wakati mwingine ni vizuri kuwashukuru washiriki kwa kuja kanisani. Tutangoja watoto wetu wafike pale juu. Na watoto wakifika pale juu watulie, tutafurahi sana tukijua kwamba mmetulia. Kwa hivyo ninachukua fursa hii kuwarudishia shukrani kwa kuja kanisani. Mambo mawili. Ni vizuri kushukuru washiriki kwa kuja kanisani, na jambo la pili, it's not good to waste their time. Mmesikia hiyo? Imekiuka kile mnachojua? Haijakiuka. I don't believe in wasting your time, and I also don't believe in you wasting your own time kuja kanisani. Kuna watu huja kanisani wanarudi jinsi walivyokuwa. Am I right to say kwamba huwa wanaharibu wakati? Fanya bidii. Ukija kanisani usirudi jinsi ulivyokuwa. Na ukipata fursa ya kipekee kuzungumza na watoto wa Mungu, hakikisha haujaharibu wakati wao. Si hiyo inaeleweka? Zungumza na mimi. Si hiyo inaeleweka? Asante. Yule aliyeandika wimbo huu ambao umeimbwa Because He Lives I Can Face Tomorrow, kwa jina lake mnamjua, wengine anaitwa Bill Gaither. Najua wengine hamkujua hivyo. Aliandika wimbo huo mwaka wa 1930 baada ya kupata kitoto kichanga, na akasema hivi, nimemzaa mtoto wakati ambao ni mbaya sana, na akaandika stanza tu akasema, how sweet to hold a newborn baby, but to have the assurance that this baby will see tomorrow because Jesus lives. Watoto tulio nao, including the pathfinders and adventurers, tunaweza tukawa na ujasiri kwamba watakaa vyema kwa sababu Mungu yupo, na wataishi kesho kwa sababu Mungu yupo. Haleluya. Ningependa turudie wimbo mmoja, na ninajua ni dakika 20 kabla ya saa 7, hiyo ninajua vizuri. Ningependa tuimbe wimbo Vito vya Thamani. Ulikuwa namba 196. Atakaye upata kwa nyimbo anipe wimbo. Ningependa tujifunze pia kuimba nyimbo zingine pasipo ya kuzikimbiza. Kuna nyimbo zitakuwa tamu sana tukiziimba pasipo ya kuzikimbiza nyimbo hizo. Ningependa tujaribu wimbo huo hivi. Kitambo Bwana yuaja atafute kote. Tusiimbe wimbo huo kwa upesi, tuimbe hivyo. Tujaribu. Kitambo Bwana yuaja atafute kote, vito vya thamani kubwa mali yake kuu, kanyota tajini vitang'aa sana, vito vizuri kweli vyenye thamani. Watoto wote wadogo wampendao Yesu, ndio vito ving'aavyo mali yake kuu, kama nyota tajini vitang'aa sana, vito vizuri kweli vyenye thamani. Tuombe. Baba uishe mahali pa juu, tunachukua fursa hii kukurudisha shukrani kwa kutuleta na kutukusanya sisi wote watoto wako chini ya miguu yako. Tunaelewa na kufahamu kabisa kwamba kuna kusudi la jambo hilo.
Sasa naomba hivi, Yesu Kristo, nikichukua hatua ya kipekee ambayo nitasema kwa Kiingereza very serious, kuchukua muda utakao niruhusu kusimama mbele ya watoto wako kutoharibu wakati wao. Na ningependa kuwapa changamoto kwamba wasichukue fursa ya kulisikiza neno lako kwa wepesi, ili kwamba wasije wakaharibu muda wao, na hatuna muda wa kutosha. Yesu Kristo yuaje hivi karibuni, tukaishi naye kwa milele wote. Na kwa sababu hiyo ningependa kuomba hivi, uwabariki watoto wako kwa mahubiri haya yatakayotolewa, na kwa njia moja ama nyingine na kwa kimiujiza, ujumbe huu mmoja uzungumze na mioyo ya watu wengi walioko hapa, na kuwapa tumaini na kuwapa faraja na kugusa maisha yao na kuyabadilisha. Jinsi ambavyo inawezekana hivyo sijui, lakini naamini kwamba mahubiri mamoja yanaweza yakazungumza na mioyo mingi, kwa sababu ni neno linalotoka kwako. Zungumza pamoja nasi, utubariki, unipe unyenyekevu wa chini kabisa, unisamehee udhambi wangu, nisionyeshe udhambi wangu machoni pa watoto wako, na uzungumze nami, na pia uzungumze kunitumia kama chombo tu. Unapowagusa wana wako, nami niguswe, nibadilishwe, nifanye uamuzi mpya wa kufanya mwanzo mpya na Yesu. Tubariki sote, wakubwa kwa wadogo, maana haya ni maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Ningependa kushukuru sana kwa sababu ya wana Pathfinders pamoja na Adventurers ambao wamekubali kuvaa uniform, zinaonekana vizuri sana. Nimeeleza wale wachache niliokutana na wao, na ningependa kusema hivi kwa wazazi ambao wana fursa ya kununulia watoto wao mavazi hayo, wanunulie. Sikupata nafasi hiyo kwa maisha yangu yote mpaka wa leo. Sikupata fursa ya kuvaa uniform ya Pathfinder maishani mwangu. Sio kwa sababu siku Adventurers nilikuwa, sio kwa sababu siku Pathfinder nilikuwa, lakini wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kununua mavazi hayo. Na iliuma moyo wangu nilipoelezwa na dada Margaret nije nihubiri. Nilimweleza kijana mmoja ambaye ni kiongozi wa Master Guide Nakuru, mahali ambapo Cornelius alitoka kanisani hapa. Yuko wapi? Hakuna mtu ambaye alifanya kazi kubwa ya Pathfinder kama Elder Cornelius. Akiwa kanisa la moja la Nakuru, nilimjua kitambo sana. Wakiwa na mwingine aliyekuwa anaitwa Melkizedek. Na jinsi walivyokuwa akifanya Pathfindering sio jinsi tunavyofanya sasa. Angekuwa hapa angedhibitisha. Ninapoona watu wakivuta miguu yao wakimarch, hainipendezi, maana ninajua wataumiza hata viungo vya mwili. Nitarudia hiyo tena. Ninapoona watu wakivuta miguu chini, wakimati wakivuta miguu chini, ninahofia kwa sababu najua wataumiza viungo vyao vya mwili. Mkimpata Cornelius tena, sijui mpaka walienda, mje mweleze wafunze jinsi ya kumati vizuri kulingana na zile ambazo codes ambazo tuko nazo za drilling. Singependa nione pia mikono ikiinuliwa tena juu, ningependa mikono iende shoulder high, maana hizo ndizo codes nilizipitia pia japo sikupata uniform. So juzi nilipokuwa nikijiandaa kuja kuhubiri, nilimweleza kiongozi mmoja wa Master Guide Nakuru, ningependa ikiwezekana juma hili unishonee uniform ya Pathfinder nikahubiri nayo, lakini sikupata muda huo. Na nikamweleza hata baada ya kuhubiri nitatafuta uniform ya Adventurers. Akanieleza kabla ya kufanya hivyo, ningependa utafute class ya Master Guide uingie ujifunze. Kwa hivyo hiyo nitafanya. Na nitatafuta uniform ya Master Guide. Itanipa moyo wangu furaha katika umri wangu kuvaa uniform ya Adventurers, ya Pathfinder na ya Master Guide, ya chaplaincy. Itanipa furaha. Wazazi, tusiwanyime watoto wetu nafasi hiyo kama tunaweza. Imesikika hiyo? Mmesikia hiyo vizuri? Asante. Ningependa tuingie kwa mahubiri ambayo nimeyapea mada alone but not lonely. Peke yako bali si upweke. Ninapendelea Kiingereza sana maana kinaelezea maana ya kila kitu kwa urahisi. Kwa hivyo nikiegemea upande huo zaidi mtanielewa na sitachukua muda mrefu. Ni saa 7 kamili. Alone but not lonely. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Mathayo 14:22 na 23. Nenda pale. Kitabu cha Mathayo 14:22 na 23. Na unapofungua kitabu cha Mathayo 14:22 na fungu la 23, kuna vijana wawili ambao walikuwa wakijipata kwa hitilafu na shida kila wakati.
wazazi wao wakawa wanajiuliza, mbona watoto wetu wanapata shida kila wakati? Wakachukua watoto hao wakawapeleka kwa mchungaji, wakasema, mchungaji, tunaomba utusaidie kujua watoto hao wana shida gani. Pastor akachukua wale vijana wawili, akawaeleza, mtakuja kwa ofisi yangu mnione, ningependa kuzungumza na nyinyi, mmoja baada ya mwingine. Mmoja akaingia, na alipoingia, swali la kwanza pastor alimuuliza, wewe unamjua Mungu? Na Mungu huyo unajua yuko wapi? Yule kijana akaanza kuangalia chini ya meza, akaanza kuangalia kwa kona za ofisi, na baada ya kuangalia kwa muda akamtazama pastor, akatazama mlango uko wazi, akatoka mbio, akaenda nje, akamchukua ndugu yake kwa mkono, akamweleza, usiingie kwa pastor, tutoroke. Na walipotoroka wakafika kwa nyumba, wakasema, ni nini mbaya na maisha yetu? Imefika kiwango kwamba hata Mungu sasa amepotea, wanatafuta, wanadhani ni sisi tumemuiba. Hiyo labda mkusikia. Kuna watoto ambao wamekuwa watukutu mikononi mwetu kiasi kwamba shida zote ambazo tunazipitia ziko mikononi mwao. Ningependa niseme hivi kabla sijaendelea, wazazi mnisikize vizuri. Kuna umri wa watoto ambao makosa yao ni makosa yako. Nitarudia tena. Kuna umri wa watoto ambapo Mungu akitazama kutoka mbinguni awaulize, mbona mnafanya makosa watoto? Wataelekeza vidole kwa wazazi wao, na wazazi wao wanafaa kuchukua adhabu kwa ajili ya makosa yao. Nimechoka sana kuona watoto wachanga, na ninaye mtoto mchanga anayekuwa mikononi mwangu. Ninaomba kila siku Mungu anipe hekima ya kumlea jinsi inavyofaa. Nimlee nikimwelekeza ufalmeni, katika ufalme wa mbingu. Hayo ndiyo matamanio ya moyo wangu na familia yangu. Lakini nimechoshwa sana kuona watoto wachanga ambao wametoka mikononi mwa wazazi wao. Wazazi wao hata hawajui mahali walipo. Wengine wanawatafuta mpaka saa 2, wameshinda kwa nyumba, watoto wameshinda nje, haujui mahali watoto waliko. Ningependa niseme hivi, wazazi, kama umebarikiwa kumpata mtoto, wakati wengine wanatafuta mtoto kwa majonzi, chukua nafasi ya kulea. Usiwache watoto wakue peke yao. Kitabu cha Mathayo 14:22 maandiko yanasema hivi, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. 22 inasema hivi, Yesu akawalazimisha ama akawasulutisha. Na mbona alikuwa anawasulutisha? Walikuwa wameenda wakitumia meli moja ama boat moja mpaka upande ule mwingine wa sea, na walipofika pale wakiwa na Yesu peke yao, wakafika upande ule, na Yesu anapoeleza, nendeni upande ule, mimi nitaeleza makusanyiko waende, na nikibaki hapa nitabaki peke yangu. Wanafunzi walipomtazama Yesu waliuliza maswali mawili, ni nani atakayemleta Yesu upande ule mwingine tukimwacha? Dada White anasema katika kitabu cha Desire of Ages, walikaa kwa kikundi wakatazamana, wakasema hatutamwacha Yesu upande ule peke yake. Na ndio sababu Biblia inasema he constrained them, aliwalazimisha, akawaeleza nendeni upande ule. Kuna watu wengi sana, kwa Kiingereza, kuna watu wengi sana, we limit God to our circumstances. Tunamchukua Mungu na kumweka katika circumstances zetu. Tunasema haiwezekani Mungu akatenda miujiza katika circumstances tulizo nazo. Hatuwezekani tukalea watoto vizuri katika circumstance, katika environment, katika jamii tulio nayo. We limit God to our circumstances. Alone but not lonely. Mungu ambaye ni Yesu alikuwa ameachwa upande wa upweke akiwa peke yake, lakini ningependa niseme hakuwa upweke. Fungu la 23 Biblia inasema, and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. Maandiko anasema Yesu alipowaeleza makusanyiko waende upande ule mwingine, akapanda mlimani kumwomba Mungu wake, na maandiko anasema alikuwa peke yake. Wanayuthi, ningependa mnisikize pamoja na ambassadors na adventurers, maana mnaweza mkasikia. Ningependa mnisikize vizuri sana. God holds us accountable in spite of the responsibility that lies with our parents when we know too well. Nitarudia tena. Mungu hutuhesabia makosa yetu wakati tumeshajua vyema na hakuna mahali pazuri pa kujuzwa kama kanisa la Kiadventista. Nitarudia tena. There is no better place to bring up children like in a Seventh-day Adventist faith church, school,
home. Hakuna mahali pazuri pa kulea watoto kama mahali panapoitwa na jina la Kiadventista. Na kama mtoto amelewa hivi, nilikuwa nauliza kama huyu mdogo amefika katika darasa la Pathfinder, elder kaniambia ndio. Nataka nirudie tena, wazazi msikie. Hakuna mahali pazuri sana pa kulelea watoto kama kanisa la Kiadventista, shule za Kiadventista, hospitali za Kiadventista. I don't fear to be quoted at this time. You can quote me, I don't have a problem. Lakini ningependa mjue kwamba huo ndio ukweli mtupu. I'm already challenging you to rethink your decision of taking your son and your daughter to a school which is not Adventist. Ninakupa changamoto tayari kuanza kuwaza hayo. Na ninaomba Mungu akuguse sana kiasi kwamba tukitoka hapa utachukua jukumu hilo. Najua wakati mwingine inahitaji fedha, lakini chukua hatua imani, mweke mtoto pale akulie pale. Vijana, nataka mnisikize. Nilielezwa kwamba watu ambao hawasikii sana ni ambassadors, lakini labda si wa kanisa la Kasarani, na mimi watanisikiza. Nataka mnisikize ambassadors. God holds you accountable when you know too well, when you've been taught, when you've been told. Tuende katika kitabu cha Genesis chapter 4 and verse 1. Tunapojifunza alone but not lonely. Hakuna mahali pazuri tutakapotoa funzo la alone but not lonely kama kitabu cha Genesis ama Mwanzo sura ya 4 kuanzia fungu la kwanza hadi fungu la 7 na mimi. Sio 7, 11. Kitabu gani nimesema? Mwanzo sura ya ongea na mimi, sura ya fungu la kwanza hadi 11. Maandiko yanasema hivi: And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Wazazi, ningependa msikize tena. And Adam knew Eve his wife. Wakati ambapo Adam alikuwa akimjua Hawa, kulikuwa na mwanamke mmoja, lakini maandiko yanasema he knew Eve his wife. Nataka kuuliza wazazi wanaonisikiza, hasa wazee, is the Eve you are knowing your wife? And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Nimeona wazazi wakipata watoto, wakijaliwa na watoto, lakini sijawahi kumwona hata mzazi mmoja akichika kitoto mikononi mwake na kukiita mwanamume ama kukiita mwanamke, wanakiita mtoto. Lakini Adamu na Hawa walipopata mtoto, maandiko yanasema walimzaa Cain, na wakasema we've gotten a what? A man from the Lord. And she again bare Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Verse 3. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord, sikiza wana youth, and the Lord had respect unto Cain and to his offering, but unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. Itakuwa makosa sana nikisimama nikose kueleza haya. Nataka mniasikize vizuri, hata kama utasongeza kichwa mbele kidogo. Nataka unisikize vizuri. Sikiza vizuri, alone but not lonely. Mungu anakuita kama kijana ambaye amejua ukweli kuliko vijana wale ambao hawajapata fursa ya kulewa kama wewe. Mungu angependa ujue mambo mawili. Jambo la kwanza, kwamba anafurahia ukivaa uniform nzuri, anafurahia ukiimba CD mzuri, anafurahia ukija kwa mikutano wakati wa COVID vile ambavyo Ben amesema vizuri sana. God is impressed by your offering to serve him, but he also wants to know, number 2, how you are living your personal life. That's why maandiko inasema akachukua kafara ya Abeli akaipenda, lakini pia akatazama maisha ya Abeli pia akayapenda maisha yake binafsi. Akatazama kafara ya Kain hakuipenda, lakini pia alitazama nini? Maisha ya Kain na hakuyapenda. Inampendeza Mungu kwako kuvaa uniform, kuimba vizuri, kuja kanisani kila siku, upendeze mom and dad, wajue kwamba leo ulienda kanisani, lakini Mungu angependa ajue jinsi unavyoishi maisha yako binafsi. Alone but not lonely.
Mungu anatuita tutembee peke yetu, hata kama maamuzi ambayo tutafanya ni ya kutembea peke yetu. Anatuahidi kwamba tukitembea peke yetu hatutatembea pekee, maana atatembea nasi. Wanahili, nataka mnisikize tena. Mungu anatuita kutembea hata kama tutawaacha marafiki, tutembee peke yetu, ili mradi tumpendeze Mungu, hatutatembea peke yetu. Haleluya. Tuendelee kusoma maandiko, inasema hivi: And Cain was very wroth, akakasirika, and his countenance fell, akakunjana uso. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? Mbona unakasirika, and why is thy countenance fallen? Na mbona uso unakunjana? Verse 7, If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire. Unataka nikupe changamoto kabla ya kuanza kusema mama na baba wanampendelea mwenzako. If thou doest well, shalt thou not be accepted. Nataka niulize swali, ukitenda wema, mbona nawe usikubalike? Fungu la 8 Biblia inasema, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, Am I my brother's keeper? I know not, am I my brother's keeper? And the Lord said unto Cain, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground, and now thou art cast from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Vijana, nataka mnisikize vizuri. Kuna wengi wetu ambao Mungu ataeleza jinsi ambavyo alieleza Kaini. Umemfanyia nini ndugu yako? Analia sasa akisema kwamba yuna mimba. Umemfanyia nini ndugu yako? Analia sasa ame drop out of college kwa sababu yako. Kuna wengi ambao Yesu atauliza jinsi ambavyo aliuliza Kaini, Where is Abel thy brother? Tembea peke yako ikiwezekana, lakini ikiwezekana tembea na mwenzako. Tembeeni unyo ukimpa encouragement mpaka iwezekane umfikishe malango ya mbingu. Lakini wakikataa, tembea hata peke yako. Haleluya. Ningependa niwape mafunzo matatu peke yake. Sikiza, na mnaweza kaandika, hakuna shida. Funzo la kwanza ambassadors peke yake, nitawapea wazazi pia yenu matatu. Funzo la kwanza, ambassadors, God wants us to find him early in our lives. God wants us to find him early in our lives. Wazazi, chukua jukumu la kupatiliza. Wanasema mti ukunje ungali mbichi. Chukua fursa ya kuchukua katoto kakiwa kachanga, kalee vizuri, kafanye straight, katembee kakiwa straight, maana huenda usipate nafasi hiyo. Dada wetu katika kitabu cha katika kitabu cha Child Guidance anasema hivi, mambo utakayo hii najua haujawahi kusikia. Mambo utakayohitaji kuendesha maisha yako yote yaweze kuwa ya fanaka, utayasoma katika miaka 7 ya kwanza ya maisha yako. Hamkusikia hiyo? Natarudia. Mambo utakayohitaji ili kufanikisha maisha yako yote katika ulimwengu huu utayasoma katika miaka yako ya kwanza 7 ya ulimwengu huu. Anajua wazazi wengine labda hamkupata nafasi ya kulewa hivyo. Chukua fursa hiyo kulea watoto wako jinsi ambavyo haukulewa. Tuko pamoja. Nilikuwa nafunza high school Kisii kwa miaka 3 nikifunza chemistry, physics, na siku moja nilisimama nikamweleza principal, nipe wanafunzi wote ningependa kuwazungumzia. Baada ya kuzungumza na wanafunzi niliwaeleza hivi, vijana mtakapofunga shule, nendeni kwa wazazi wenu mwaulize ni makosa gani walifanya, wawafunze ili msirudie. Na kama mna wazazi na kama hawakufanya makosa, jisawishini nyinyi wenyewe, mjiulize makosa mliyofanya, mbona muyarudie tena. Mtu mwerevu hawezi akafanya hivyo. Ambassador, sikiza, mtu mwerevu hawezi akarudia makosa ambaye mama yake baba yake walifanya, ambaye ambassador mwenzake ama mwana youth mwenzake ama yeye mwenyewe alikuwa amefanya hapo awali. Wazazi, kama haukupata fursa ya kulewa vizuri miaka 7 ya kwanza, chukua fursa hiyo kulea mtoto wako hivi. Kabla mama yangu hajapumzika mwaka uliopita, na mmejua hadithi yake, mama alitufunza mambo makubwa tungali watoto.
Nikienda shule moja Njoro inayoitwa Kerma Primary School mwaka wa 1999, bila hata chakula cha kubeba kwenda tulibeba kiporo kilichokuwa kimebaki jana, na hakingepashwa moto, sukuma haingepashwa moto asubuhi isije ikaharibika. Iliwekwa kwa mkebe wa Blue Band ikiwa bado, na sio mkebe wa Blue Band ambao mlikuwa mmenunua kwenu, ni ule mliomba jirani awape, akimaliza Blue Band yake awapatie huo, mtabebea chakula kesho. Tukabeba chakula, na ni ugali umechanganywa na sukuma pamoja, kiporo cha jana kimechanganywa pamoja, kitafunikwa kibaki kisubiri saa 7 mle. Lakini tukiwa class 4 mimi na dadangu tulienda kwa mama tukamweleza, si ulitufunza kuomba, usitupakie chakula tutaenda kuomba. Na class 4 tuliweza kwenda kuomba. Mwalimu mmoja aliitwa Madam Jane alikuwa anakuja kuuliza watoto wa class 4, na first lady niombe na nini? Mama akatufunza umuhimu wa kuomba, akatufunza umuhimu wa kuimba, maana nyimbo huliwaza mioyo, na tumezitoa katika familia zetu. Ni siku gani ya mwisho tuliimba nyimbo za sifa katika familia zetu? Alone but not lonely. Chukua familia yako na mke wako na mume wako na watoto wako, tendeeni alone, hata kama familia zingine hazitafanya jinsi mngependa, jinsi ambavyo Mungu angependa. Tembeeni alone kama family, maana Mungu anasema you will never walk lonely. Mungu asifiwe. Hamtatembea peke yenu kama familia, nitatembea nanyi. Mama akatufunza umuhimu wa kutoa zaka, umuhimu wa kuimba, umuhimu wa kuomba, naye baba akatufunza umuhimu wa kusoma Biblia. Tulimaliza kusoma Biblia nzima tukiwa class 5. Msingi huo ninashukuru Mungu ndio umetudumisha kwa imani mpaka hivi sasa. Wazazi, sina shaka ninaposema hivyo. Alone but not lonely. First lesson, wana youth, msisahau first lesson ambao tumesema nini? Sema tena. God wants us to find him this early. Kuna baba mmoja ambaye alibatizwa akiwa na miaka 75. Baada ya kubatizwa na miaka 75, sabato iliyofuata, pasta ambaye ninamjua aliingilia kwa mlango ule, akija hapa afanye sala zake ilivyo kawaida yake, na kisha aanze siku, na akawa akidhani yeye ndiye wa kwanza kuja. Alipoingia na mlango, mzee yule alikuwa ameketi pale nyuma, alikuwa akilia. Kutazama nyuma, akipita akajiuliza mbona mzee analia. Akaenda akatupa mikono yake kwa mabega zake, akamuuliza mbona unalia? Ulimkubali Yesu Kristo sabato iliyopita, ukachukua maisha yako ukayatia mikononi mwake, furaha iliyoje, mbona unalia? Akasema, pasta, nitakueleza. Ninalia kwa sababu nimemjua Mungu nikiwa na miaka ya uzee. Kama ningemfahamu nikiwa mdogo, sikiza, kama ningemfahamu nikiwa mdogo, msichana wangu hangekuwa street walker. Jina la Kiswahili ni nzito, sitalitaja. Hangekuwa anatembea hapa na kule akiharibu mwili wake. Na kama ningemjua Bwana nikiwa mdogo, kijana wangu hangekuwa jela jinsi ambavyo alivyo sasa. Vijana, ningependa mjue kuna umuhimu wa kumjua Yesu mapema kuliko kungoja mpaka utakapozeeka. Maana Waingereza husema tomorrow is guaranteed to no one, not even a child. Kuna msichana mmoja alikuwa akikimbia shule asichelewe, na alipofika shuleni akamweleza chaplain, kabla ya kuniadhibu kwa kuchelewa, ningependa nikueleze mbona nilichelewa. Kwetu kabla ya kufika shule huwa tunapita kwa makaburi, na nilipokuwa nikipita kaburi, nilitazama kaburi moja lilikuwa fupi sana kuliko mimi. Nikalitazama nikawaza sana, na ninapofika hapa ningependa nikueleze chaplain, badala ya kuniadhibu kwa kuchelewa kanisa, naomba uniombee na unionyeshe njia ya wokovu, nimpe Yesu Kristo maisha yangu. Akamweleza, wewe ni mdogo sana. Akamweleza, hata yule amelala pale ni mdogo kuniliko. Wana youth, ningependa kuwakumbusha, you are none of you too young to die. Hakuna mmoja wenu ambaye ni mdogo hawezi akafa. Dada White alionyeshwa katika maono kwamba mtoto wake Edson angekufa, na akamwandikia waraka ambao umeandikwa katika kitabu cha Youth Instructor, na hakumwandikia Edson peke yake, akamwandikia Hillary pamoja na William, akawaandikia maneno ambayo nimesema, you are none of you too young to die. Ambassador, ukijua kwamba you are none of you too young to die, you will live your ambassador life thinking about eternity and also thinking about the punishment of those that are going to slight the offers of the sacrifice of Christ and his infinite love on the cross. Nitarudia tena. Mwana youth,
ukijua kwamba unaweza ukafa hata katika umri wako wa udogo. Utaishi maisha yako ukikadiria mambo mawili: thawabu ya watakatifu na thawabu ya waovu. Na ukifanya hivyo huenda mienendo yako ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Alone but not lonely. Lesson number 2. Lesson number 2. Lesson number 1 nimesema lesson number 1 gani? Ndio hiyo. Lesson number 2. Whatever you will become, you are now becoming. Whatever you will become, you are now becoming. Kile utakachokuwa siku ya kesho, tayari kwa mwenendo yako ya sasa, you are becoming that one. Whatever you will become, you are now becoming. Whether you are conscious about it or not. Wana youth, ningependa niwajulisha hivi, kile ambacho unapanda sasa, Mungu hadhihakiwi, hicho ndicho utakachovuna. Na kama unajua ama haujui, safari unayotembea sasa ndiyo hiyo itakayokupeleka kwa kile ambacho utakachokuwa maishani yako ya usoni. Mungu amekupa nafasi ya kufanya maamuzi, lakini hajakupa nafasi ya kuchagua mahali ambapo maamuzi yako yatakapokupeleka. Mungu amekupa nafasi ya kuchagua njia utakazopita, lakini hajakupa nafasi ya kuchagua mahali ambapo barabara hizo zitakapokuelekeza. Mungu amekupa nafasi ya kuharibu mwili wako na kufanya maamuzi maovu, lakini thawabu ya maamuzi hayo imebaki mikononi mwa Mungu. Hajakupa uamuzi wa kusema nitapita hapa, lakini matokeo yake nitayakontrol pia, yatakuwa hivi. Unda mienendo yako. Vijana sikiza, unda mienendo yako vizuri ungali mchanga. Maana kuna kitu ambacho Mungu angependa ujue katika umri wako wa uchanga kuliko ambacho utajua katika umri wako wa uzee. Lesson number 3, na ni lesson ya mwisho. Listen to parents, they have an experience you do not have. Sikiza wazazi, wako na wasia ama uzoefu ama mazoefu ya maisha ambayo hauna. Listen to parents, they have an experience that you do not have. Kuna mama mmoja ambaye anaitwa Shuna Maituma, mnamjua vizuri sana. The Shuna Maituma alipobarikiwa na mtoto katika umri wake wa uzee, asiweze kupata mtoto, alikuwa na matarajio mazito juu ya mtoto huyo, lakini huyo mtoto alipoanza kuinua mikono yake, misuli inakuwa mikubwa, kifua ni kikubwa, akiwa mbele ya kioo, maandiko yanasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili, akaachana na mama yake akaenda huko nje, na alipoenda huko nje kichwa kikamuuma. Kwenda mbali na mama yake, katika Wafalme wa Pili sura ya 4 na fungu lake la 18 inaashiria mtoto ambaye ameanza kukua kiasi kwamba haoni haja ya mama na baba. Nataka mnisikize wazazi. Research inaonyesha kwamba watoto, tukitarajia watoto wamkubali Kristo wakiwa high school, ni 2 kati ya 10 pekee watakaofanya hivyo. Kwa hivyo ukimsubiri mtoto afike high school ili amkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, tunaelezwa na statistics kwamba 2 tu kati ya 10 ndio watakaofanya hivyo. University statistics zinasema hivi, ukisubiri wafike university ili wamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, statistics inasema ni 1 tu kati ya 10 watakaofanya hivyo. Wape nafasi hiyo. Key text yetu ilisema hivi kwa Kiingereza: Suffer the little children to come to me and forbid them not. Lesson number 1 kwa wazazi: let children come to Christ. Let children come to Christ. Wana youth wanapata barriers za kuwazuia kuja kwa Kristo, na barrier moja yake kubwa ni simu. Nilikuwa nahubiri kanisa moja, nikimalizia mahubiri nilikuwa nahubiri kanisa moja, nikapelekwa na mzee mmoja, akanieleza, tazama wale vijana 2 ni ambassadors. Kila baada ya ibada wanaenda wanaketi pale, kanisa liko Nairobi, sitalitaja. Kanisa lina uwanja mkubwa, wanaenda wanalala pale wakiwa 2, hao vijana 2, wavulana 2 kila siku. Na nilitaka kujua ni nini wanaenda kufanya. Nikatafuta njia, nikaenda nyuma yao na niliwapata na simu. Walikuwa wakiona vyombo ama videos za aibu. Nataka mnisikize wazazi. TV, movies, series, simu, novels zimeharibu watoto wetu, lakini hiyo haihuzunishi Mungu kama jinsi inavyomhuzunisha kama watoto wanazuiwa kuja kwa Yesu Kristo na maisha yetu sisi wenyewe.
Kuna mwandishi ninayempenda anaitwa John Brown, anasema maneno haya. Anasema hivi, there can be no safe society anywhere unless the youth are brought up to respect God, country and family. They must be taught the importance of decency and responsibility in their own lives, and the best way to do this is for their parents to exemplify it in their own lives. Nitarudia tena. Hatuwezi tukakuwa na jamii iliyo salama mpaka wanayouth wafunzwe kumheshimu Mungu, kuheshimu nchi na kuheshimu familia. Lazima wafunzwe umuhimu wa uadilifu ndani ya maisha yao na uwajibikaji ndani ya maisha yao, lakini njia nzuri ya kufanya hivi ni wazazi kuwaonyesha kwa example. Kuna kitabu kinaitwa Patriarchs and Prophets. Dada White anasema wakati ufalme wa mbinguni utakapokuwa ukirejeshwa na mji wa Yerusalemu ukishuka ukiwa na kutaa zinazofanana na kioo, kumaanisha unaweza ukaona through, wakiwa pale ndani, wengine wao mji wa Yerusalemu ukiteremka wataona watoto wao pale nje ya mji wa Yerusalemu, kumaanisha wako tayari kuangamizwa. Watatazama kwa machozi malaika na watauliza malaika, mbona watoto wetu hawako hapa na sisi? Malaika watawaambia hivi, ni kwa sababu mliwapa mifano mibaya. Vibaya sana tunapofika mahali tunaeleza mpaka washiriki wa kanisa ati crowd one kwamba inampendeza Mungu. Wapi? Ni vibaya sana wakati kanisa limekosa kuelekeza washiriki, na sio kanisa, samahani, labda nisililaumu kanisa. Wakati sisi tumekaa kwa imani lakini hatuwezi tukajua, wanasema kwa Kiingereza, we cannot substantiate absolutes. Hatuwezi tukajua kile ambacho ni kiovu na kile ambacho ni kibaya. Dada White anasema wazazi wengi watatazama chini na wataelezwa na malaika, ni kwa sababu mliwapa mifano mibaya. Number 1, let your children come to Christ. Don't become a barrier. Lesson number 2, learn from them. Lesson number 1, wazazi. Lesson number 1, let them come to Christ. Lesson number 2, learn from them. Yesu aliposema muache waje kwangu, alisema maana ufalme wa mbinguni ni wao, na akasema tukitaka kuona ufalme tuuchukulie kama watoto. Sikiza. Kwa Kiingereza, God never called us to be childish, but to be childlike. God never called us to be childish, but childlike. Watu wanauliza maana gani? Nitakuelezea. It is childish wakati unaelezwa na viongozi ambao umepewa wa kuongoza kwa kanisa, wanapokueleza hii si mienendo vizuri, unasema ni mzuri. That is childish. Mungu hajatuita tuwe childish, but childlike. Mungu hajatuita wakati tunapewa maonyo na elders ambao Mungu amewapa utakaso afanye kazi hiyo, wanapotuelekeza tunakausha mioyo na vichwa, tunasema hatutaki hiyo. That is childish. Childlike character ndio hii. Sikiza, childlike character ni hii: willing to be told, willing to obey Christ, and willing to be instructed by Christ. Hallelujah. Learn from your children. Number 3 and the final lesson, love your children. Nilikuwa nahubiri kanisa moja, wacha nilitaje tu, sio kanisa, shule, Karura Secondary School, kwa wiki nzima. Na baada ya kuhubiri pale tukapata msichana mmoja ambaye alikuwa class 6, akasema yuko tayari kubatizwa. Tukazungumza na wazazi wake waje washuhudie ubatizo. Wazazi wake walisema huyo hatuna haja na yeye, maisha yake yashaharibika. Baada ya kuongea na msichana akasema, nilianza kuona video chafu na kunywa pombe nikiwa darasa hili la class 6. Ulikuwa unatoa wapi? Nitawaeleza nilitoa wapi. Baba yangu ni Mwadventista, mama ni Mwadventista, lakini uncle zangu wanaweka bia kwa fridge yetu na wakienda mimi huonja. Mama yako na uncle zako wanajua? Ndio wanajua, kwa sababu huwa wanapata ikiwa imepungua. Wanauliza hapana. Wazazi, pendeni watoto mliopewa na Bwana Mungu wenu. Yesu alipopata watoto aliwachukua akawabeba. Dada White anasema hata alienda akachuna maua akawapatia. Wapendeni watoto wenu. Wanasema hivi, one word is enough for a wise person. Ninapomaliza, pastor mmoja alikuwa anataka kuhubiria mshiriki wa kanisa ambaye alikuwa amekuwa kichwa ngumu. Akamchukua akampeleka
kwa shamba yake. Yule mshiriki akamuuliza, pasta, mbona umeacha shamba halijapaliliwa? Akamwambia, maana lina mafunzo mengi. Ningetaka kwanza miche imee pamoja na cabbage na sukuma mpaka wakati cabbage na sukuma itakapofanya uamuzi wa itakapojua inahitaji nini katika maisha. Pastor yule mshiriki akamweleza pastor, haifai kuwa hivyo. Ukitaka cabbage iwe cabbage, ile kutoka ikiwa ndogo. Si wanasema one word is enough for a wise person? Mungu awabariki.